Habari za wakati huu ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo tunachambua ufafanuzi muhimu uliotolewa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba bungeni kuhusu upatikanaji wa huduma za matibabu kati ya Zanzibar pamoja na Tanzania bara. Kauli yake inakuja baada ya mjadala mkali ulioibuliwa na maoni ya Kaimu Waziri wa Afya Zanzibar Dr. Saada Mkuya, ambayo yalitafsiriwa na wengine kama ubaguzi dhidi ya wasio Wazanzibari. Nchemba amesisitiza kuwa hakuna marufuku yoyote na ushirikiano kati ya NHIF na ZHIF au ZHSF ambao unaendelea. Mwigulu Nchemba ametoa tamko kali kuhusiana na yanayoendelea kuhusu marufuku ya matibabu kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amefafanua mjadala ulioibuka hivi karibuni kuhusu upatikanaji wa huduma za matibabu kati ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar, akisisitiza kuwa ushirikiano uliopo kati ya mifuko ya bima ya afya ya pande mbili za muungano unaendelea kuruhusu wananchi kupata huduma bila ubaguzi. Dr. Nchemba alitoa ufafanuzi huo leo bungeni wakati akijibu swali la mbunge wa Segerea Agnes Lambert Kaiza wa chama cha Chauma kufuatia mjadala uliozuka baada ya kauli ya Kaimu Waziri wa Afya Zanzibar Dr. Saada Mkuya iliyotafsiriwa na baadhi ya wananchi kuwa inaeleza kwamba wasiokuwa Wazanzibari hawatatibiwa katika hospitali za Zanzibar, hali inaonyesha ubaguzi. Waziri Mkuu alisema suala la matibabu ni miongoni mwa maeneo yasiyo ya muungano ambayo yanasimamiwa kwa ushirikiano wa kisera kati ya taasisi na wizara za pande zote mbili za muungano. Alieleza kuwa mifuko ya bima ya afya ya taifa NHIF na mfuko wa bima ya afya Zanzibar ZHIF ina makubaliano yanayowezesha wanachama wa mifuko hiyo kupata huduma za matibabu katika hospitali zilizoidhinishwa upande wowote wa muungano. Akasema Mzanzibari mwenye kadi ya ZHIF anaweza kupata matibabu katika hospitali zinazopokea NHIF, na hivyo hivyo kwa Mtanzania kutoka bara mwenye kadi ya NHIF anaweza kupata huduma katika hospitali zinazopokea ZHIF. Hayo ni maneno aliyoyasema Dr. Mwigulu Nchemba. Aliongea kuwa wananchi wasiokuwa na bima za afya husika hulazimika kugharamia matibabu kwa fedha taslimu, utaratibu ambao unatumika kwa wananchi wa pande zote mbili za muungano. Akizungumzia chanzo cha sintofahamu iliyozuka, Waziri Mkuu alisema mjadala huo ulitokana na utaratibu wa utoaji wa matibabu bila malipo kwa makundi maalum ya wananchi wasiojiweza. Na kwa mujibu wa Dr. Mwigulu Nchemba, Tanzania bara ina mfumo ya kuwasaidia wananchi wenye uhitaji maalum kupitia programu mbalimbali za kijamii ikiwemo mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, huko Zanzibar nayo ikiwa na utaratibu zake za utoaji wa huduma za kijamii kwa wananchi wanaostahili. Alisema changamoto za utambuzi wa uraia na makazi halali zipo katika pande zote za muungano, jambo ambalo wakati mwingine huibua tahadhari katika utoaji wa huduma za kijamii zinazofuatiliwa na serikali. Wenzetu Zanzibar wanakabiliana na changamoto za watu kutoka mataifa mengine kupata nyaraka za ukaazi kwa njia zisizo halali ili kufaidika na huduma mbalimbali. Ili si swala la kutugawa kama Watanzania, bali ni changamoto ya kiutawala inayohitaji kushughulikiwa kwa pamoja, alisema hayo. Waziri Mkuu alisisitiza kuwa ushirikiano kati ya Zanzibar na Tanzania bara katika sekta ya afya unaendelea kuimarika na hakuna sera inayowazuia wananchi wa pande zote mbili za muungano kupata huduma za matibabu kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa. Hapa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alijibu swali la mbunge Agnes Lambert Kaiza wa Segerea huko bungeni. Alifafanua kuwa mjadala ulitokana na kauli ya Dr. Saada Mkuya kuhusu huduma bila malipo na matumizi ya kadi za matibabu. Mkuya alisema Zanzibar haiwezi kugharamia matibabu ya watu ambao sio Wazanzibari bila michango, na baadhi walitafsiri kama marufuku au ubaguzi. Nchemba alisisitiza kuwa hakuna marufuku ya matibabu. Mifuko ya bima kama NHIF bara na ZHIF ya Zanzibar ina makubaliano yanayoruhusu wanachama kupata huduma katika hospitali zinazoidhinishwa na pande zozote. Mzanzibari mwenye ZHIF anaweza kutibiwa mahali panapokubaliwa na NHIF, na Mtanzania bara mwenye HIF anaweza kuwa anafanyiwa hivyo hivyo atakapokuwa Zanzibar. Wasiokuwa na bima hulipa taslimu, utaratibu sawa wa pande zote mbili. Changamoto ni utambuzi wa uraia na wakazi halali, hasa Zanzibar inakabiliana na watu kutoka nje wanaotafuta huduma bila michango. Alieleza kuwa afya ni swala lisilo la muungano, lakini linasimamiwa kwa ushirikiano wa kisera. Tukizungumzia mfumo wa bima,
NHIF ambao unapatikana bara au Tanzania bara. Hii inatarajiwa kuanza Universal Health Insurance ambayo inaitwa UHI Januari mwaka 2026 ili kufikia bima kwa watu wote. Inakabiliwa na changamoto za madeni na madai yaliyokataliwa na migogoro na hospitali binafsi. Na ukizungumzia ZHIF ya Zanzibar ambao ni Zanzibar Health Service Fund Act ya mwaka 2023 inahitaji michango ya lazima kwa kaya na inalenga universal coverage, lakini inakabiliwa na bajeti ndogo ambapo Zanzibar haiwezi kugharamia watu milioni 60. Mjadala huu unaonyesha mvutano wa mara kwa mara wa muungano katika sekta zisizo za muungano kama afya pamoja na elimu. Ripoti za afya zinaonyesha kuwa Tanzania inajitahidi kufikia UHS, lakini out of pocket payment bado ni kubwa, na changamoto za watu ambao sio Wazanzibari inahusiana na utalii wa wafanyakazi na wakazi wasio halali. Nchemba alirejelea program kama TASAF bara na taratibu za kijamii Zanzibar kuwasaidia wasiojiweza. Kauli ya Nchemba inatuliza na inathibitisha umuhimu wa muungano. Hata hivyo, sintofahamu iliyozuka inaonyesha mapungufu katika mawasiliano na utekelezaji wa sera. Mkuya alizungumza ukweli wa bajeti ambapo Zanzibar haiwezi kutoa huduma bure kwa kila mtu, lakini maneno yake yalitafsiriwa vibaya na kuchochea hisia za kugawanyika. Hii ni kawaida katika muungano ambapo masuala ya uraia na rasilimali yanazua hisia kali. Ushirikiano wa NHIF na ZHIF ni hatua nzuri kuelekea UHC, lakini changamoto za utekelezaji kama vile madeni, madai, utambuzi wa wakazi zinahitaji kushughulikiwa mapema. Na changamoto ya watu wasio Zanzibari inaonyesha hitaji la sera za pamoja na uraia pamoja na uhamiaji. Ufafanuzi wa Nchemba ni wa busara na unaimarisha umoja, ambapo muungano wetu unahitaji ushirikiano wa dhati katika afya, si kugawanyika. Serikali zote mbili zinapaswa kuimarisha mawasiliano pamoja na elimu ya umma ili kuepuka tafsiri mbaya. Hii ni dalili ya shinikizo la kiuchumi na idadi ya watu. Zanzibar ina bajeti ndogo na inakabiliwa na utalii na uhamiaji, wakati bara ina changamoto za upatikanaji wa huduma. Suluhisho ni kuimarisha bima ya lazima, digitalization ya kadi na utambuzi, na ufadhili wa pamoja. Badala ya kulaumu, viongozi wanapaswa kujenga imani na kutoa huduma bora kwa watu wote. Afya ni haki ya kila Mtanzania. Muungano unapaswa kupewa nguvu na si kikwazo. Wapenzi wasikilizaji, sakata hili linatuonyesha umuhimu wa uwazi na umoja katika muungano. Tunahitaji afya bora kwa wote bila ubaguzi. Je, nini maoni yako kuhusiana na yanayoendelea haya hivi sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na masuala haya ya muungano? Kwa sababu kauli zimezidi kutoka na kuna baadhi ya watu wanasema muungano sio kitu kizuri, hawautaki muungano.